letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Yohana wa kwanza 3 mstari wa 2. Nalo linasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado itakavyokuwa, lakini atakapodhihirishwa tutafanana naye na tutamuona kama alivyo. Amina. Tufumbe macho tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu uketie mahali pa juu mbinguni, mahali palipoinuka sana. Tazama ni wakati mwingine tena wana na binti zako tunakuja mbele zako Baba. Tukikushukuru kwa kuwa umekuwa mama kwetu, kutulinda katika juma zima hadi tumefika siku hii ya leo, siku ya Sabato. Tunakuja mbele zako Baba yetu, tunapoanza vipindi vyetu tunakuomba uwe pamoja nasi. Tunapoendelea na vipindi vingine, Mungu wetu, ukawe mlinzi katika maeneo haya. Watumishi wako tunaweka mikononi mwako, watakapoenda kutoa neno lako kwa kila mmoja ambaye ameandaa neno hili. Mungu ukawe pamoja naye. Tunaomba ulinzi wako kwa kila kona katika viwanja hivi. Kwani tunaomba haya machache katika jina la Yesu. Amina. Amen. Naombi na sasa nimkaribishe aliyejiandaa kwa ajili ya somo la ukuziaji. Linasema shule ya Sabato jikoni. Somo hili limeandaliwa na kwaya ya Mbugani Geita, Conference ya Kaskazini mwa Tanzania. Musa Jeremia ya kiroho. Zifuatazo ni hatua ambazo zinafuatwa ukiwa jikoni. Hatua ya kwanza, maandalizi kabla ya kupika. Ili upike lazima ufanye maandalizi ya hakika. Utaenda sokoni na kuchukua vitu. Violet mzungumzaji anatufanyia maandalizi. Tunapopanga maandalizi na kukusanya viungo, tunafanana na Mkristo anayejiandaa kwa maisha ya milele. Weka mpango wa kiroho, omba, soma lesoni kama mwanamke anayeingia jikoni bila kuandaa vyote atachelewesha chakula. Mkristo asiyejiandaa atashindwa kwenye majaribu. Rahabu anatupatia namna Bwana anavyotamani tuwe na maandalizi. Bwana akamwambia Musa, mtakaa kuyashika maagizo yangu na sheria zangu hata lini? Angalieni, kwa kuwa Bwana amewapa ninyi hiyo Sabato. Kwa sababu hii huwapa siku ya 6 chakula cha siku 2. Kaeni kila mtu mahali pake, mtu awaye yote asiondoke mahali pake. Kwa siku ya 7 basi hao watu wakapumzika kwa siku ya 7. Kutoka 16:28 hadi 30. Hatua ya pili, kusafisha na kuandaa malighafi. Chakula kisiposafishwa kinaweza kuumiza kama tunavyopenda chakula safi. Mungu anapenda moyo safi. Elizabeth Magadula anatuunganisha katika kusafisha mioyo yetu na ombi. Tunakuomba Mungu usafishe mioyo yetu na safisha maisha kupitia damu ya Yesu Kristo. Amina. Hatua ya 3. Joto na muda wa kupika hubadilisha chakula kuwa kitamu na kuwa tayari kwa kuliwa. Mfano huu wa kupika kwenye moto ni sawa na kazi ya Roho Mtakatifu. Kuandaa na kuwafinyanga watu kuandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema ana ushuhuda wa namna Mungu anavyofanya, anashughulika na maisha yetu kwa maisha ya kijana aliyekuwa mlevi sana na mtu asieleweka. Alikuwa na Mungu maishani mwake, na mtu asiyeeleweka akabadilisha maisha na kuwa tayari kama mshiriki mwema akimngojea Bwana kwa tumaini. Hatua ya 4, kuandaa na kutoelewa. Anastasia Ibrahim anatupatia ujumbe mahususi. Chakula kikishapikwa hupangwa vizuri mezani kwa kuvutia. Baada ya chakula kuiva kinafaa kuliwa na kinawekwa mezani na kuliwa. Vile vile Mkristo baada
kufinyangwa na akiimarika kiimani, kwa kweli hawezi kukaa kutoka kuhubiri na kushiriki na wengine upendo wa Yesu. Twende na ujumbe uliopangiliwa vizuri mezani, ili watu wale tuungane, wanaume na wanawake, kupeleka ujumbe wa upendo tulionao. Hatua ya tano, usafi baada ya chakula. Jacobo Yusuf wanatuonesha usafi baada ya chakula. Baada ya kula, vyombo husafishwa na jiko hurudiwa kuwa safi. Washiriki sasa tunapokuwa ndani ya kanisa tunapaswa kuhifadhi washiriki mafundisho tuliyopata na kuondoa mambo machafu moyoni mwetu hadi Yesu arudi. Ombi. Bwana, tusaidie tuwe tayari kila siku, tuwe safi na wenye tabia kama yako, ili tutakapoitwa kwenye meza ya mbinguni tuwe tayari. Bwana awabariki. Amen. Asante. Mnasemaje kwa somo hilo? Basi tuzifanye Sabato, tufanye shule ya Sabato ni sawa na chakula kilichokote mezani, na baada ya kukula chakula kile, basi tufanye usafi ili vyombo vyetu vibaki kuwa safi. Basi nikaribishe kwaya wimbo tutasikiliza. Ikumbuke siku ya Sabato, siku sitafanya kazi. Utende mambo yako yote, na ya Sabato ni pumziko. Siku hiyo usifanye kazi, wewe wala mtumishi wako, mjakazi wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Ikumbuke siku ya Sabato, siku sitafanya kazi. Utende mambo yako yote, na ya Sabato ni pumziko. Siku hiyo usifanye kazi, wewe wala mtumishi wako, mjakazi wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Yatakuwa mbingu mpya hata nchi mpya, tutakusanyika mbele zake milele. Hata milele Sabato mbinguni juu. Neno yangu usikose kuwepo mbele Sabato ile mbinguni juu. Neno yangu usikose kuwepo mbele Sabato ile mbinguni juu. Yatakuwa mbingu mpya hata nchi mpya, tutakusanyika mbele zake milele. Hata milele Sabato mbinguni juu. Ndugu yangu usikose kuwepo pale Sabato ile mbinguni juu.